Na hizi ni stori za kitana. Mambo vipi? Shwari. Unaendeleaje? Naendelea vizuri kwa kweli. Naona bwana unaendelea kuenjoy, unaendelea kutabasamu, maisha yanaendelea kuwa mazuri. Bwana tunashukuru Mungu kidogo hivyo. Tunashukuru Mungu. Hivi siri ya mafanikio ni nini? Katika swala la mafanikio. Katika upande gani? Maana mafanikio huwa yanakuja katika nyanja tofauti. Labda tunapozungumzia mafanikio ni tunazungumzia katika masuala la music. Tunafahamu kwamba wewe ni msanii wa nyimbo za Injili hapa nchini Tanzania. Hebu tueleze namna ambavyo swala hili la sanaa likoje kwa kifupi tu kabla hatujarudi katika swala la ule uelewa hali ya kuwa kwamba katika historia yako ya maisha. Okay, sanaa kama sanaa ya muziki ni sanaa kwanza ambayo ni sanaa inayofanya vizuri Tanzania kwa sababu wasanii ama waimbaji wengi mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili of course. Kwa upande wa nyimbo za Injili nadhani sanaa ya muziki inalipa kwa wale ambao kwanza wanajitambua na wanatambua huduma zao, ni wapi wanakwenda na ni wapi walikotoka. Kwa hiyo sanaa inalipa, sanaa ya muziki wa nyimbo za Injili inalipa endapo wewe mwimbaji ama msanii ama mwana sanaa ukijisimamia wewe kama wewe ama wengine wana management tunatofautiana. Aidha wana management muziki wao unakuwa mkubwa, wanaupushi kwa kasi. Kama mimi mfano hapa sina management, najisimamia mimi kama mimi. Kwa hiyo najua ni namna gani nifanyeje ili muziki wangu ni upushi. Unaona, muziki ni biashara. Unaona, pia wanasemaga waimbaji wa nyimbo za Injili tukisema kwamba muziki kwanza tunaingia studio kwa gharama. Unaona? Hiyo tunatoa. Unaona, hatupokei. Lakini tunapokeaje? Kwenye uimbaji. Tunapoenda kuhubiria watu nje ya nchi ya Tanzania ama hapa Tanzania, watu wanapona na watu wanabarikiwa. Unaona? Hizo ndio faida zetu sisi. Unaweza kaimba mtu alikuwa anaumwa mgonjwa akapona. Unaona? Hizo ndio faida za uimbaji pia. Okay, hebu turudi katika historia yako ya maisha hadi kufika hapa Dodoma. Hali ya maisha huku ulipokuwa, hebu tupitishe kiundani zaidi. Hali ya maisha niseme kwamba ni maisha ambayo mimi nimepitia kidogo kama story fulani. Kwa kweli Mungu huwa anatutoa mbali. Mimi nimeanza mbali sana. Pindi 2000 na turudi nyuma kidogo 2016 mpaka hapa nikofika sasa hivi ni 2025. Stori za kitana. Nadhani kuna mtazamaji anahitaji kufahamu kwa kina zaidi, pamoja na kwamba ni historia yako ya maisha fupi hii ambayo unaelekea kwenda kutueleza, kutupa historia yako. Tunataka utupitishe, yani kwamba ulipokuwa umetoka, labda ni mkoa fulani, ulikuwa unaishi sehemu gani? Na katika swala la harakati ya kufanya swala la muziki, ulianzia wapi? Okay, mimi nimeanzia muziki mkoa wa Singida. Kwa Singida kwenye kijiji fulani kinaitwa Galonyangu. Ndio huko ambako nilianzia muziki wangu wa nyimbo za Injili. Kwanza nilianza na bendi. Mimi sio bendi ilikuwa nimemiliki mimi, hapana. Nilikuta kuna vijana kama 6-7 wameunda kundi kama bendi na mimi nikajichomeka pale. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia ule muziki wetu ule wa live bendi, sio labda ile recording, hapana. Vinanda vilikuwa vinapigwa kweli na tulikuwa tuna wapigaji vyombo wazuri pale kanisani. Kanisa moja la KKKT. Umeona? Bila kwa sasa hivi hapa mimi Dodoma nasali kanisa la Hema la Makutano kwa watu wote. Kwa Pastor Moses liko Mtumba hapa Dodoma. Kwa hiyo hapo nilipoanza bendi kuimba tulichukua miaka miwili. Mwaka unaofuata ile bendi watu wakasambaa, wengine wakaolewa, wengine wakaoa, wengine wakaendelea na majukumu yao ya kawaida ya kila siku. Umeona? Kwa hiyo katikati ile bendi mimi nikabaki mwenyewe sasa. Nikasema sasa kwa nini mimi nisiimbe? Umeona? Kipaji changu ni kuimba. Hawa wamepiga chini. Acha mimi niimbe. Umeona? Nakumbuka nilipoanza kuimba kwa mara ya kwanza kuingia studio nadhani 2017 nikaingia studio. Nakumbuka nimerekodi muziki wangu wa kwanza pale mkoa wa Manyara, Kateshi ama pale wanaita pale palipotokea volcano pale kwenye mlima Hanange pale kuna studio ya jamaa mmoja anaitwa Eliazari, ndio producer wangu wa kwanza kunipigia muziki pale. Nakumbuka nyimbo ya kwanza niliimba Wema Wako, nikaimba nyimbo ya pili Baba Usinipite. Hiyo nyimbo Baba Usinipite nadhani ndio ilibeba ujumbe mzito sana katika mimi, lakini maana sijajua wengine. Katika imebeba historia maisha yangu nilikotoka. Unaona ni wapi mpaka pale dakika hiyo na rekodi najua huko nyuma nilipita mangapi. Kwa sababu pia
baada ya pale kurekodi muziki nikarudi, kwa kweli tukaperform makanisani pale, tukaperform sana na watu wakauelewa muziki wangu. Ndivyo baada ya kuchoka sasa nikaiona kumbe kesho yangu ni faraja. Umeona? Kwa hiyo kumbe waweza kulia usiku lakini asubuhi furaha yaja. Kwa hiyo kilichokupa nguvu ni baada ya ile nyimbo tu kuweza kuitoa? Yes, yani baada ya hiyo nyimbo Baba Usinipite kutoka, alafu na ile Wema Wako, zile nyimbo mbili kwa kweli zilinipa nguvu na zilinifanya mimi nisonge mbele na sio kurudi nyuma, kwa sababu kuna nyuma tukitazama ndugu zangu, marafiki zangu wapo walionikatisha tamaa. Stori za Kitana. Niseme mwanzo nilikotoka ni maisha fulani, ilikuwa maisha magumu sana. Mimi kama mimi pesa kuishika ilikuwa ni changamoto. Nilikuwa natamani kuimba ila ilikuwa siwezi kwa sababu sina hata ile pesa hata 100 ya kuingia tu studio. Ilikuwa sina. Kwa hiyo ikafika mahali mpaka hapa nilipo sasa hivi. Kwa kweli ni safari moja ya maisha ambayo nimepambana sana. Nimecrawl sana bro. Waliosema siwezi kwa sababu gani? Nilivyosimama tu kidogo walisema siwezi. Lakini muomba Mungu sana kwa sababu mimi ni mtu wa maombi. Nikaomba Mungu sana, ikafika hatima. Nikaona kumbe Mungu ukimuomba katika maombi na ni kweli anasikia maombi. Na kweli Mungu alisikia maombi yangu, nikaendelea kutoa nyimbo 2018, 19 mpaka sasa hivi nina album kama 2 hivi. Yes. Okay, umeanza kutoa nyimbo au umeanza kuimba ni muda mrefu sana, na umetupitisha kwenye historia ya namna ambavyo jinsi ulivyohaswa kutoka mwanzo mpaka hivi sasa. Dodoma una muda gani toka ulipokuja? Dodoma hapa sasa ni na mwaka 1 na miezi kadhaa. Hali ya Dodoma unaionaje kwa hivi sasa? Hali ya Dodoma kimazingira, Dodoma kwa kweli inavutia. Dodoma tuseme ya Watanzania, ya Mama Samia. Anaendelea rais wetu, namuombea pia Mama Samia Suluhu Hassan, rais wangu huyo. Anafanya vizuri kwa kweli. Dodoma imechangamka, Dodoma mji umeng'aa. Umeona? Na pia labda wewe kama huwezi kupambana, Dodoma huwezi kukaa. Lakini kama kijana mwenye nguvu kama mimi hapa, ni namna gani mimi kama kijana kufika mahali nionekane kwamba kijana huyu ana pesa au kijana huyu hana pesa? Ni kwa sababu gani? Kuna wakati watu wanatudharau sisi kama vijana kwamba tunapenda starehe. Kumbe sio wote wanaopenda starehe. Umeona? Sio wote. Umeona? Mimi napambana. Kwa hiyo Dodoma mimi naiona ni nzuri na ni tamu, kwa sababu nina nguvu za kumtumikia Mungu, na kwa maombi pia Dodoma inang'aa. Hapa tuko makao makuu ya nchi. Yes. Hapa Dodoma. Ni nini hasa ambacho kimeweza kukuvutia kuwepo hapa Dodoma, au upo kwa muda mfupi tu na baadaye unaweza kurudi Singida? Hiyo ni mipango ya Mungu, kwa sababu Dodoma kilichonivutia hasa kwanza pamechangamka, na mimi kama mwimbaji wa nyimbo za Injili huku nimeona ni kama vile huduma yangu inaenda tofauti na vijijini tulikotoka kule. Okay, kwa sasa hivi huko hapa Dodoma. Yes. Na tumetambua kwamba ujio wako ni kwa ajili ya kazi ya sanaa na pamoja na mambo mengine, lakini pia vipi swala la muziki hapa nyumbani Tanzania unalipa? Yes, muziki unalipa. Unalipa endapo pale waimbaji tukijitambua. Yes, na tukapata management, na wengine ambaye bado hawajapata, na wengine pia ambaye hawana management wapambane. Muziki unalipa kwa kweli. Muziki wa Injili unalipa. Kuna watu baadhi tumekutana nao bro katika pitapita zangu, wanasema muziki haulipi. Muziki unalipa endapo ukiwa na malengo, ukiwa na nia bro, utatoboa. Na hizi ni stori za Kitana.